Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunakushukuru sana kwa maelezo ambayo umeyatoa kwa wahariri wa vyombo vya habari, lakini kwa njia hiyo kwa Watanzania wote na watu wote wenye mapenzi mema na Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakushukuru sana kwa kauli yako kwamba nchi hii na mali zake italindwa kwa gharama zozote zile, na nchi hii haijawahi kushindwa, na Watanzania hawajawahi kushindwa, na Watanzania hawatashindwa, na kwa muda mwingine tutapeana mapito ya nchi hii toka mwaka 61 hadi kuzaliwa, kufundishwa kukaa, kutambaa, kusimama, kukimbia ni Tanzania. Napata uhuru mwaka 61, hapo tunaanza kukimbia na kubeba jukumu la kusimama na nchi nyingine. Tukumbuke wakati huo ukiondoa Kongo ambao na yenyewe Lumumba alikwisha uawa, nchi zote zilizokuwa zinatuzunguka zilikuwa bado ziko chini ya ukoloni, na katika nchi zote hizo hakuna hata nchi moja ambayo haikupata msaada wa Tanzania kupata uhuru wake. Hata moja hakuna. Lakini nchi hii imesimama na itaendelea kusimama. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, hawa ni waandishi wa habari na yuko mwenyekiti wao ndugu yetu Balile. Na kama Mheshimiwa Waziri Mkuu, najua muda wako na muda wa wenzetu umekwenda, lakini ningetamani nimuombe ndugu Balile aseme, lakini kama kuna maswali mawili matatu yaweze kuulizwa ili Mheshimiwa Waziri Mkuu ayajibu. Na mmesikia wenyewe Mheshimiwa Waziri Mkuu alivyosema, huu ni mwanzo. Nyinyi ni muhimili muhimu ambao tutahakikisha mara kwa mara na kadri inavyowezekana tunakutana. Tumekishaazimia hivyo, kutana mara kwa mara. Wizara, msemaji mkuu wa serikali, Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje, na watu wengine wote, ili kuimarisha mawasiliano kati yetu ili wananchi wayapate. Kwa ruhusa yako Mheshimiwa Waziri Mkuu, ningemwomba ndugu Balile aseme, na baada ya hapo maswali mawili matatu yaulizwe ili Mheshimiwa Waziri Mkuu uweze kuyatolea ufafanuzi. Lakini tunakushukuru sana kwa maelezo ulioyatoa, na sisi wengine yametugusa, hata ndugu yangu Salim hapa amemgusa. Nitawaambia alafu nitakwenda. Mwaka 72, 73, 74 tulipata fedha nyingi ya kigeni kutokana na kahawa, na ndipo Mwalimu akaamua kuwa na mpango wa miaka 20 wa kujenga viwanda, 20 years industrial development program, 1975 to 1995. Na Mwalimu alipanga, alikuwa yanang'atuka mwaka 80, kwa miaka 15 ingeendelea. Mpango wa basic industry strategy, kagawa na kujenga viwanda Tanzania yote. Kwa Tanga, kiwanda cha nondo na chuma, kiwanda cha simenti, kiwanda cha mbolea, kiwanda cha sabuni za Gardenia. Moshi, kiwanda cha viberiti, kiwanda cha plywood, kiwanda cha viatu, Kilimanjaro Machine Tools. Arusha, viwanda vya vyakula vya watoto, nafaka. Musoma, kiwanda cha nguo, kiwanda cha siagi, kiwanda cha maziwa. Mwanza, viwanda vya ngozi, viwanda vya nguo, viwanda vya mafuta. Tabora, kiwanda cha kutengeneza nyuzi kwa ajili ya nguo. Mbeya, zana za kilimo, kiwanda cha simenti, kiwanda cha nguo, na ilikuwa inajengwa na kiwanda cha bia. Lindi na Mtwara, viwanda vya korosho. Mkoa wa Pwani, Kibaha, kiwanda cha kuunganisha magari ya Scania. Tulikuwa tunaunganisha marori ya Scania, matrekta ya Valmet. Dar es Salaam, kiwanda cha nguo Rafiki, kiwanda cha nguo Sunga Textile. Na kiwanda gani kile kingine vilikuwa viwili kule Ugongo la Mboto, Kilitex. Keko Pharmaceutical, Ubungo Farm Implement. Dodoma na Chibuku nimeiweka hapo. Dodoma, viwanda vyote vya ujenzi kule Zuzu, kutengeneza vigae, kutengeneza vigae vya juu, kutengeneza masinki. Na Mwalimu akaanza kuimarisha private sector ya Tanzania.
akaanzisha benki ya Tanzania Investment Bank. Barabara yote hii ya leo ya Nyerere Morogoro Road, kumbukeni, kuanzia hapa kwenye daraja la Chang'ombe, vile viwanda vyote tukaanza kutengeneza transformer Tanlek, viwanda vya kutengeneza brush, kutengeneza soksi. Tena huyo ambaye anatengeneza alikuwa na kiwanda cha soksi na brush, leo ndio agent wetu wa visa. Mtu anatoka Ifakara. Tanzania Investment Bank. Nini kikatokea? Jumuiya ya Afrika Mashariki kavunjika mwaka 76. Shirika jipya la reli, shirika jipya la ndege, shirika jipya la bandari, simu na posta. Makao makuu Dodoma mwaka 73, ambao Mwalimu alipata ujasiri kwa sababu tuna hela, yakasimama. Wakaona bado hela ipo, tukavamiwa na Idi Amin mwaka 78. Hela yetu yote kaenda. Soma ilani ya sasa, kila wilaya itajengewa kongana ya viwanda, kwa sababu fedha itakuja kutoka kwenye LNG na mambo mengine. And this is happening not for the second time for Tanzania. It happened once, we should not allow it to happen second times. Kama alivyosema waziri mkuu, matatizo yapo na yatashughulikiwa. Na haya yaliyotokea kweli kabisa, it's a tragedy, lakini hatuna budi kusimama. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimeyasema haya kwa sababu sisi wengine we are agonizing. Mambo ambayo yalikuwa yatokee 1995 nchi hii iwe na viwanda, nimemwambia yalivyotokea. Kununua ndege kesh, Boeing 737 Kilimanjaro na Serengeti, Fokker French zilikuwa ngapi zile? 6 from 0. Lakini kikubwa zaidi ambacho amekisema waziri mkuu, kupoteza maisha hata ya mtu mmoja si jambo la kukaa na moyo ukawa na amani. Hawezi kuwa na moyo wa amani hata mtu mmoja akipoteza maisha yake. Lazima wakati mwingine tusimame, na kwa sababu tutakuwa na muda mwingi wa kukutana, na sijui kama bado wako hai wale ambao waandishi wa habari walishiriki katika vita vya Uganda, kutoka Mtukula mpaka Arua mpaka Nebi. Ndio. One day let us have a session ya wale waandishi wa habari, kumbuka. Na sisi wengine ambao tuliripoti wakati ule, wakati wa vita. Si jambo zuri. Tuwazidi kuwaombea wa Tanzania, sisi wote tujiombee, na hasa wale wenzetu ambao wamepata madhila makubwa sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunamshukuru Rais, amekuwa mfariji mkubwa wa taifa letu. Alivyosema bungeni kulilia maisha ya Watanzania ambao wamefariki bila hatia. Lakini na wewe mwenyewe, hii ni mara ya 3 na kusikia unazungumzia kilio cha maisha ya Watanzania ambao wameondoka katika maisha yao ambao hawana hatia. Lakini sisi, kazi ya vyombo vya habari katika nyakati hizi sio kutokusema ukweli, la hasha, wala sio kufunika mambo chini. Lakini hiki ndio kipindi ambacho kwa wote ambao tumesoma vyombo vya habari, tumesoma uandishi wa habari, wa exercise responsible journalism. Na responsible journalism haina maana abdicate our professionalism, la hasha, ila ni kuona tunasonga mbele. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza nimefurahi kujua ulifanya kazi The Guardian, na watu uliowataja ni watu ambao hata sisi tumefanya nao kazi. Na sasa naanza kuelewa why you are also bright, because you are a journalist. Hauwezi kufanya kazi hii au nakosea ndugu zangu? We are bright, and this is why we are sasa kumbe leo nimejua siri ya urafiki mkubwa wa Mheshimiwa Waziri Mkuu na wanahabari na vyombo vya habari. Kumbe wanahabari alikuwa nao, anajua maana ya scoop, na wakati wetu hawa walikuwa wanyimi sana wa byline. Hawa kina Salim msiwaone hivi, mpaka byline itoke umesota, na sikio ikitoka unakwenda stereo bar, gazeti unaliweka juu ya meza, unaona hiyo byline hiyo. Unaona hiyo byline, ndio mimi. Ndio mimi. Sisemi mwanyime watu byline, la hasha. Sasa ndio mimi. Na hilo gazeti unalitunza kweli, kile unaona byline hii, ndio mimi. Lakini nimeweka hili ni kuonyesha kwamba we have a noble profession. This is a noble profession, and I'm proud to be a journalist, and we need to be proud to be journalists. Lakini zaidi we need to be proud kuwa wa Tanzania.